3:30 na sasa tunavyozungumza ninapatikana Njombe pale chuo cha Biblia Kidugala. Nimeoa mke mmoja, nina watoto 3. Mchungaji Kikoti Ernest nilikutana naye Kidugala wiki 2 zilizopita kule Njombe tukiwa kama katika huduma kama ambavyo nimesema, na kwanza nikushukuru. Ratiba yako ilikuwa ngumu sana, unajua umeingia jana usiku karibu saa 6, lakini umetuheshimu kuja mahali hapa. Tukiwa katika mazungumzo na wewe ulinipa historia ya maisha yako, ulinigusa kwa namna moja au nyingine. Unaweza kutuambia tu kwa kifupi ulizaliwa lini, lakini pia nini kilitokea katika miaka yako ya mwanzo ya kuzaliwa kwako? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimezaliwa miaka ya 80 katika kijiji cha Idegenda, na kusema nielezea yaliyotokea mwanzoni. Pale mwanzoni niseme kwa ujumla kijiji chetu ni kama hakioni umuhimu sana wa shule. Na ulipofika muda wa kwenda shuleni, wazazi wangu wanasema waliniambia niende shuleni, na mimi nikawatishia amani. Nikasema mkinilazimisha kwenda shuleni sitarudi nyumbani, badala yake nitapotelea huko huko. Kwa hiyo kwa sababu ya hofu ya kunipoteza wakaniacha. Kwa hiyo nikawa naishi maisha kama kijana wa mtaani, kucheza kamari, kufanya shughuli za biashara pale mtaani nikiwa bado mdogo kabisa. Huo ndio ulikuwa utoto wangu. Kwa hiyo kutoka hapo hujasoma tena maisha yako au ulikuja ukasoma? Ilifika mahali nikagundua kwamba nilifanya makosa kukataa shule, na wazazi pengine walinisaidia kufanya makosa kuto kunishawishi kwenda shuleni. Kwa hiyo nikaanza kuumia moyoni kwamba sasa ninaelekea kwenye ukubwa, nitahitaji kuoa, nitahitaji kuwa na watoto, nitahitaji kuwa na mahitaji, lakini bila elimu wenzangu wote wanajua kusoma na kuandika, mimi sijui kusoma na kuandika. Kwa hiyo nikaona kama kwa namna moja au nyingine najitenga na jamii kwa kutokujua kusoma na kuandika. Kwa hiyo nikaenda chekechea nikiwa na umri wa miaka 12. Nilifanya vizuri. Yes. Ukiwa na miaka 12 ndio ukaenda nursery school. Nikaanza chekechea. Sasa uliwazuia wazazi wako wasikupeleke, kwa ukikupeleka shule utapotelea. Nani alikupeleka? Ni wewe mwenyewe au wazazi wako? Ni mimi mwenyewe. Niligundua kwamba kuna mahali sitafanikiwa kupenya au kufika kama sitaenda shuleni. Kwa hiyo nikasema pamoja na kwamba wanaosoma wengine na miaka 5, 4, lakini mimi pamoja na miaka 12 nikasema kwamba nitaenda hivyo hivyo ili niweze kufikia kwenye hatua fulani ya maisha yangu. Kwa hiyo nilianza kusoma na nikafanya vizuri, nikaenda shule ya msingi. Kwa hiyo bila shaka ulipokuwa chekechea ndio ulikuwa monitor wao. Naam. Ndio ulikuwa kiranja wao darasani. Yaani kwa kweli nilikuwa babu yao. Asante. Yeah. Baada ya hapo nilienda shule ya msingi pale pale kijijini, nilisoma wiki 2 tu. Ukiwa na miaka mingapi? Sasa nimeshaingia miaka 13. 13. Nimesoma wiki 2 tu. Bahati mbaya nilikuwa na marafiki shule ya msingi wenye umri kama wa kwangu. Okay. Wakachelewa kwenda shuleni na mimi nikachelewa nao. Mwalimu mkuu akasema kwamba wewe umeanza hata wiki 2 hazijaisha unachelewa shuleni, utasumbua walimu, kuanzia leo usije tena shuleni. Kwa hiyo kutoka hapo habari ya kusoma shule ya msingi kaishia pale pale. Ukafukuzwa? Nilifukuzwa. Ukarudi wapi sasa? Hapo sikupenda kukaa tena kijijini kwetu Idegenda, badala yake niliamua kutoka kijijini. Niliona aibu kwamba wadogo zangu wanajua kusoma na kuandika, nimefukuzwa shule. Kwa hiyo nikaona kama imekuwa ni giza kwangu na sijisikii vizuri kwa kijijini. Kwa hiyo niliondoka nikaenda Ifakara, nikawa nafanya kazi za ng'ombe, nikawa nalipwa shilingi 7,000 kwa mwezi. Kazi za ng'ombe kivipi? Nilikuwa ninakata majani, na lisha ng'ombe, ninachunga ng'ombe. Hizo ndio zilikuwa shughuli zangu. Okay, alafu nini kikafuata? Mzunguko ulikuwa ni mrefu sana. Okay, kwa kifupi. Lakini kwa kifupi nilifanya kazi za ng'ombe Ifakara, nikafatoa matofali, nikafanya kazi ndani kama houseboy. Lakini nakumbuka hatua ya mwisho kabisa ilikuwa ni 2006 mwishoni kuelekea 2007. Tulifanya maombi, na of course nilikuwa naumia kwa muda mrefu, lakini tulikuwa na maombi ya siku 21 pale kanisani kwetu CAG. Na siku ya mwisho kulikuwa kuna hali ya hewa ya jua kama hii. Yule mtumishi akasema kwamba ili kuhakikisha kwamba Mungu amejibu maombi tuliyoomba na maombi binafsi, itanyesha mvua kubwa sana. Na ni kweli ilinyesha mvua kubwa sana. Baada ya muda mfupi tukate story. Nilikwenda Morogoro kwa kazi ile ya ng'ombe. Nikiwa Mikumi nilisikia ndani yangu kwamba huko unakoenda hauendi kufanya kazi za ng'ombe, unaenda kusoma. Nilifika Morogoro tarehe 12 mwezi wa 2 2007. Ilipofika tarehe 26 mwezi wa 3 2007 nikawa nimeanza tena shule ya msingi, lakini kwenye Memkwa, kwa sababu umri wangu ulikuwa umeshasogea, nimeshafika karibu miaka 19 sasa. Miaka 19? Ndio. Ukarudi tena shuleni? Ndio, Memkwa. Na ukiwa njiani ukapata tena maono ya kuwa nini? Nikiwa natoka Ifakara kuja Morogoro kufanya kazi za ng'ombe.
Nilisikia ndani yangu nilipofika eneo la Mikumi, nilisikia ndani yangu kwamba Morogoro siende kufanya kazi za ng'ombe tena, bali ninaenda kusoma. Na nikamwambia yule mzee ambaye bwana nipeleka Morogoro, kwa sababu alikuwa ni dada wa yule bosi wangu. Nikamwambia bwana, unajua najisikia kwamba huko nakoenda siende kufanya kazi, ninaenda kusoma. Akaniambia Kikoti, acha mambo yako. Okay, ikawaje? Ni kweli baada ya muda kidogo yule mama ambaye alikuwa ni bosi wangu anaitwa mwalimu, naomba nitaje wazi. Karibu. Anaitwa mwalimu Janet Ndulu, ni dada yake na aliyokuwa governor wa benki hapa Tanzania. Baada ya kama siku kadhaa akaniambia Kikoti, wewe unaenda kukata majani, mimi ninaenda kazini. Yeye ni mwalimu. Kuna siku nitarudi, natamani nikuachie ujumbe wa mambo fulani ya kuyafanya, lakini hautanielewa kwa sababu hujui kusoma. Itakuwaje? Hilo ndio lilikuwa swali lake. Na mimi sijamwambia kwamba nataka kusoma. Itakuwaje? Nikamwambia kwa kweli mama sijui. Akaniambia unapenda kusoma? Nikamwambia kwa kweli napenda na nikipata hiyo fursa nitaitumia. Kwa hiyo kutoka hapo tukaanza mchakato. Akanielekeza mahali pa kwenda mimi mwenyewe. Nenda shule ya kwanza inaitwa Mgolole, wakaniambia nafasi haipo isipokuwa shule ya msingi Bigwa iko nafasi. Sasa hapo ndo nikamwomba mama kwamba mama, nimeambiwa kwamba kuna shule ina nafasi, lakini naomba tuongozane pamoja. Tukaenda kwa mkuu wa shule tukaongea naye, akakubali kwamba vijana wa MEMKWA wapo, wenzake wamesoma mwaka 1.5, yeye aje aungane nao. Kwa hiyo nikaanza safari ya kusoma MEMKWA, kusoma A E I O U nikiwa na karibia miaka 19 kwenye darasa la MEMKWA. Yes. Yes. Wow. Lakini jambo la ajabu baba askofu, ndio nilifika mwezi wa 3 tarehe 26, mwezi wa 6 nikashika nafasi ya 3 kati ya wanafunzi 16. Tumshangilie jamani katika hiyo nafasi. Na mwezi wa 12 mtihani wa mwisho kumaliza muhula nikashika nafasi ya kwanza. Na wenzangu walikuwa wameshasoma zaidi ya mwaka 1.5. Okay. Baada ya pale walinipeleka darasa la 4 waone kama ninafaa. Nilikaa wiki 2. Wakanipeleka darasa la 6. Okay. Kulikuwa na wanafunzi 70. Nilishika nafasi ya 26, mwezi wa 12 nikashika nafasi ya 20. Wow. Yes. Okay. Hiyo shule ya msingi. Shule ya msingi. Baada hapo baada ya kumaliza 7 nilifanikiwa kufaulu. Okay. Kwenda sekondari. Ndio. Sasa niseme na hili. Ndio. Hii ni siri. Mama ambaye nilikuwa nakaa naye, naomba niseme taratibu, alisema mwanangu Kikoti, ulitaka kujua kusoma na kuandika na umeshajua kusoma na kuandika. Ninajua utafaulu. Ukifaulu na uko nyumbani hapa, mimi nitashinda kukusomesha. Kwa tafadhali naomba utafute njia nyingine ya maisha yako, kwa sababu umeshajua kusoma na kuandika na umeanza shule ya msingi. Nikamwambia mama, maono yangu nilisema nataka kujua kusoma na kuandika, lakini maono yangu sio kuishia kujua kusoma na kuandika. Najiona kwamba naenda hatua kubwa zaidi. Naomba uniruhusu niendelee kubaki hapa, lakini mimi naomba unipe nafasi nikafanye kazi, nikafanye vibarua, nitafute ada, nitarudi na ada. Akasema utaweza, nikasema nitaweza. Jambo la ajabu, nilifanya kazi nikawa nalipa shilingi 1000 kwa siku pale Morogoro ya kuuza genge. Nilifanya kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 18 mwezi wa 11 2009. Baada ya pale nilipata fursa, kakangu alikuwa anafanya kazi kwa mkuu wa shirika la elimu Kibaha, alikuwa anaitwa Mzee Swai, Mungu amrehemu, ameshafariki. Nikamwambia kaka, mimi na matokeo nilikuwa nimeshapata mwezi wa 11. Nimefaulu lakini sina ada. Ninaomba uniruhusu nije huko niongee na bosi wako anipe nafasi ya kufanya kazi nipate ada. Ni kweli niliongea na yule bosi, nilifanya kazi wiki 3 ya kuchimba visiki na kufyeka nyasi. Ana shamba kubwa sana la machungwa pamoja na maembe. Unachimba visiki ili upate ada? Ili nipate ada. Okay. Na nilimueleza historia ya maisha nzima kwamba nilikataa shule, sasa nimeona umuhimu wa shule, kwa hiyo natamani kusoma. Nikasema mimi sitaki unipe hela ya shule, ila nataka unipe kazi nifanye nipate ada. Kwa hiyo nikafanya wiki 3 nikapata 2,500. Okay. Baada hapo kakangu kaniongeza shilingi 50,000, nikawa na 300,000. Nikampigia simu mama kwamba mama, nimepata 300,000, naomba nirudi niendelee na shule. Akasema kweli una 300,000? Nikamwambia ndio ninayo. Nikamuonyesha kwamba 300,000 ni hii hapa. Akasema mimi sitaki kushika lako, kalipe ada, nunua madaftari na nini, endelea kusoma. Kwa hiyo kutoka hapo kila mwezi wa 6 na mwezi wa 12 yule mzee Swai alisema kwamba njoo ufanye kazi, na nikawa naenda nafanya kazi, napata hela nzuri, na nikienda shuleni naishi kama mtu ambaye anatoka familia ya kitajiri, lakini ukweli ni kwamba hali yangu ilikuwa ni ngumu, lakini Mungu alifungua mlango kwa njia hiyo. Kwa hiyo kila likizo watu kaenda kupumzika, wanakwenda kungoa visiki. Yes. Okay. Yes. Baada ya hapo nilipofika form 2 kidato cha pili, nilimwambia Mungu, nakushukuru umenipa kazi ya kupata ada na mahitaji ya kila siku. Lakini mimi nikienda kufanya kazi wenzangu wanasoma. Ninaelekea kwenye mwaka wa mtihani form 4. Maana nilishafanya tena form 2, nimeona kwamba bila kusoma ni kama hainisaidii.
Nikasema Mungu, ninaomba unipe mtu atakayenishika mkono ili badala ya kwenda kufanya kazi Kibaha niwe napata muda wa kusoma. Na nafikiri siwezi kueleza kila kitu kwa sababu ya muda. Ndio. Jambo la ajabu, nilikutana na mtu nikamueleza maono yangu kwamba nilikuwa nimeshindwa kusoma, sasa ninatamani, sikupata nafasi ya kusoma, nimeamua kusoma na ninapata na kazi ya kunisomesha, lakini naona kwamba muda wangu wa kusoma ni mchache. Naomba unisaidie ili nipate ada na mahitaji ya muhimu. Alichoniambia, mtu ulikutana naye wapi? Nilikutana naye Morogoro pale Junior Seminary. Alikuwa anafanya nini? Yeye alikuwa anafanya mazoezi ya uchungaji. Uchungaji. Mimi niko form 2 kuelekea form 3 ndio. Ni Mtanzania mwenzetu au sio Mtanzania? Baba askofu ni Mjerumani. Ni Mjerumani. Ni Mjerumani. Kwa ukamfuata Mjerumani ukamweleza machangamoto zako. Ndio. Alichonijibu akasema kuanzia hivi leo, na of course nilikuwa nadaiwa shilingi 86 nakumbuka. Ndio. Alinipa siku ile ile. Akasema kuanzia leo mpaka utakaposema kusoma basi mimi nitakusomesha. Na nimeenda chuo kikuu cha Iringa ambako kaka Baraka anafundisha. Nimesoma chuo cha Iringa theolojia miaka 4. Amenilipia ada kwa uaminifu, amenipa hela ya matumizi kwa uaminifu, mpaka nimefanya na vitu vingine vingi tu vya kiuchumi kwenye maisha yangu kwa sababu ya huyu mfadhili wangu. Alafu nini kikafuata? Baba askofu ni mchokoze sana. Yule mfadhili ni mchungaji, of course, ni mchungaji. Okay. Yule mfadhili, Mungu amenipa neema, amekuwa mke wangu. Amekuwa mke wangu. Nilikuwa mnasubiri hapo tu. Na Mungu ametupa neema kwamba tuna watoto 3. Na ni kweli amekuwa ni mtu sahihi kwangu. Of course nilikuwa naomba pia Mungu anipe mtu sahihi, na walipokuwa wanafundisha walimu hapa niliona kwamba wanagusa kwenye maisha yangu kabisa. Kwamba kweli yule mama amekuwa ni mama bora, amekuwa mke bora, na ninaenjoy kwenye maisha yangu. Yule baba Baraka sio followers, ni rafiki yangu kabisa. Amen. Mungu amenipa rafiki mzuri. Amen. Muda hauruhusu maswali. Lakini Baraka nilipokaa na yeye akanieleza vitu vingi sana ambavyo nikasema kwamba kuna vijana ambao historia yao nyuma iliharibika au waliharibu wao wenyewe. Kwa hiyo sasa wanakaa wakilaumu their past, kwamba they think they cannot make it again. Lakini unaweza kuona Baraka miaka 19 anajifunza A, E, I, O, U. Mungu anasema njia zangu sio njia zenu kama wanadamu. Na kwa sababu hiyo, nimepata neema, nimetembea nyumbani kwa Baraka, nikaenda nikamsalimia mke wake, anaongea Kiswahili kizuri, tena anaongea mpaka Kibena kabisa. Ernest Kikoti. Nimekwenda mpaka nyumbani kwake, nikafika nikamkuta mke wake, tukaongea, na wametofautiana, ni wamezaliwa mwaka mmoja ndani. Wamezaliwa mwaka mmoja. Yeye amezaliwa Januari, mimi nimezaliwa Aprili. Wamezaliwa Aprili. Wana watoto wao 3, na sasa hivi kwa sababu mama mkataba wake umeisha, basi wanashughulikia visa waende kaangalia maisha ya Ujerumani, wakamwishie Mungu huko, akamtukuze Mungu na kumtumikia. Kwa hiyo nimetaka story hii ya Baraka ituonyeshe tu kwa namna fulani kwamba jina la Baraka limenikaa sana kwa sababu umefundisha Baraka. Jina la Ernest Kikoti. Ndugu yangu Kikoti, nitaka story yake imvushe kijana fulani siku hii ya leo mahali hapa Bagamoyo. Na naamini kwamba kuna kijana amevuka. Wacha kulaumu past yako, haitakusaidia chochote. Chukua maono ya kimungu kutoka sasa, utimize ndoto zako, ishi ndoto zako. Mungu akubariki sana kwa uwepo wako. Asante sana. Au kuna kitu umekiacha? Karibu. Naomba niseme kwa ufupi. Baada ya kumaliza darasa la 6, baada ya kuonekana kwamba ninafaulu vizuri kuliko wanafunzi ambao wamesoma miaka 6. Mimi nilisoma miaka 3 shule ya msingi kwa ujumla. Nilipoingia darasa 6 nikaonekana kwamba nafaulu kuliko walioanza darasa la kwanza. Wakahisi kwamba mimi nimewahi kusoma shule ya msingi nikamaliza, nikakosa nafasi serikalini sana, natafuta nafasi serikalini. Kwa hiyo kutoka Januari mpaka Aprili sikuingia shuleni. Ni marafiki zangu walikuwa wanakuja kunifundisha walichosoma shuleni. Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba Kikoti, kwa sababu umefukuzwa shuleni, nenda kasomee ufundi wa ujenzi ama tafuta ufundi wa garage. Alichokuwa nakisema, kama hauna maono ni rahisi sana kuanguka au kukata tamaa. Mimi ndani yangu nisikujiona kwamba ni fundi ujenzi, ingawa of course ninaweza.
Ndani yangu siona kama ni fundi wa garage. Niliona kwamba mimi nitakuwa mchungaji, nitakuwa ni mtumishi. Kwa hiyo pamoja na kuchelewa huko, lakini mwisho wa siku Mungu alikuja kufungua mlango, nikamaliza darasa la msingi. Na hivi unavyoniona, naomba sio kwamba najisifia. Askofu Jackson Sostenes ni miongoni mwa watu wenye akili na kupongeza baba, na ni miongoni mwa watu wakuu. Yule ambaye alikuwa hajui kusoma wala kuandika, yule ambaye aliambiwa kwamba inafaa uwe fundi ujenzi, leo nimesimama jukwaa moja na askofu. Sio jambo dogo kwangu. Inamtukuza Mungu. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba inawezekana hauna changamoto ambayo kama ya kwangu inayofanana na ya kwangu, una changamoto nyingine. Lakini kama una maono na unajua kwamba Mungu amewekeza kusudi ndani yako, chochote kisikuvunje moyo wala kukatisha tamaa. Endelea kusonga mbele, endelea kumtafuta Mungu na Mungu atafanya kwako. Mungu akubariki sana. Asante sana. Nikushukuru sana. Mungu akubariki kwa hatua hiyo kubwa. Mungu atimize maono na ndoto zako. Amina. Asante. Mwalimu Baraka